Simba itacheza dhidi ya Al Masry kwenye uwanja Benjamin Mkapa, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya robo finali, si ndio? Sasa tumeona chapisho la ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram unaomilikiwa na Al Masry umechapisha kwamba ina furaha kukutana tena na mashabiki wa Young Africans, wakati huo ambao wanakwenda kucheza ni Al Masry dhidi ya Simba. Kwanza hilo unalitazama kwenye sura ipi wewe? Unaweza ukawapongeza Al Masry kwamba imejua udhaifu wa timu za Tanzania, kwamba zinakuwa kinyume hasa zinapokutana kwenye kila michuano, sio tu michuano ya ndani, hata michuano ya kimataifa. Japo rate inaelekea kupungua, siku za nyuma kulikuwa mpaka na mapokezi ya timu za nje yakifanyika na timu hizi za Simba na Yanga, lakini support pia zilikuwa zinatolewa. Kwa hiyo Al Masry naona ameutambua udhaifu huo na ameamua iwe ni kama njia yake ya kutokea hasa kwenye mbinu za nje uwanja. Kwa hiyo unaweza ukalitafsiri kwa namna hiyo, wameujua udhaifu wa timu za Tanzania na wamepita mule. Pengine sasa tunaweza kusema kwamba viongozi wa Young Africans kuna hatua zozote ambazo walipaswa kuzichukua baada ya lile chapisho? Mimi nafikiri hapana, sababu Al Masry ndio ameamua wenyewe, na ni ukweli ulio wazi kwamba Simba na Yanga hakuna siku zitaungana na ziwe kitu kimoja. Kwa hiyo mimi nafikiri ilitakiwa iwe hivyo, sababu Al Masry wanaujua utani wa Simba na Yanga, wameamua wakae upande huo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu cha kawaida. Ni namna gani sasa Simba watakuwa conscious enough kupigana na mbinu za nje uwanja ambazo Al Masry ameamua azitumie. Lakini pia kwa Yanga nafikiri inabidi nao wajengue, wakae upande ambao ni neutral, wasiwasupport Al Masry, lakini ikiwezekana waisupport Simba, au basi kama wapendezi kuikaa upande wa Simba, wanaweza wakaamua wakakaa katikati ya Simba na Al Masry na mchezo ukachezwa bila shaka. Pengine huoni kama ni kitu ambacho kinachafua taswira ya soka la Tanzania kwa namna moja ama nyingine? Haichafui taswira, sababu mimi naamini Simba na Yanga ndio zimeumbwa zio hivyo. Utani umeumbwa uwe kwa namna hiyo, na hii inazidi kunogesha utani wa Simba na Yanga. Imagine kesho Simba akafanikiwa kufuzu dhidi ya Al Masry. Unaona rate ambayo Simba atakuwa amejishindia. Sio tu kwamba atakuwa ameifunga Al Masry, lakini atakuwa amefunga na kila mbinu ambayo Al Masry atakuwa anaitumia, ikiwemo kuwashirikisha Young Africans kwenye mchezo huu. Swala ambalo Young Africans wenyewe wametoka wamesema hawana ujamaa na timu yoyote. Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu ya nje uwanja ambayo ilibidi Yanga watulie na Simba pia wafanikiwe kuishinda.